mambo. Tunataka tuongee maneno hapa. Maneno kwa dakika 15 nitakuwa nimemaliza. Niwakaribisha wote katika jina la Yesu Kristo. Walie kwa mtandao na sisi ambao tuko kwa hekalu la Mungu, na wakaribisha sana katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambao unanipata mchana wa leo, majina yangu ni Pastor Israel Simeo, Shalom Miracle Church Mailine, mji wa Eldoret Mailine. Na nataka niseme tu ya kwamba fatana na sisi, utabarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Niko na dakika 15 tuwe tumemaliza ibada mali hapa, na itakuwa ni vizuri katika jina la Yesu Kristo. Tunaenda kusoma kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo sura yake ni ya 21 kuanzia mstari wa 3. Nataka tusome kitabu cha Mathayo mlango wa 21 kuanzia mstari wa 3. So najua ya kwamba msomaji wetu wa Biblia ambaye tumishi wa Mungu utasoma katika jina la Yesu Kristo, ili tuweze kuendelea mbele katika jina la Yesu. Soma mtumishi wa Mungu. Mstari wa 3. Okay, anza tu wa kwanza tuendelee. Mathayo 21 mstari wa kwanza. Biblia inasema, hata walipokaribia Yerusalemu na kufika Bethfage katika mlima wa Mizeituni, ndipo Yesu alipotuma wanafunzi wawili akiwaambia, enendeni mpaka kijiji kile kinachochungwa na mwanapunda, pamoja naye wafungueni muniletee. Na kama mtu akiwaambia neno, semeni, Bwana anahitaji, na mara huyo atawapeleka. Haleluya. Asante mtumishi wa Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya nafasi hii ambayo umeiweka mbele zetu. Ninataka nikushukuru kwa sababu ya upendo wako. Wewe ni Mungu mwenye uweza. Wewe ni Mungu mwenye mamlaka yote katika maisha yetu. Baba, wale wanayetufuatilia kwa mitandao ya Facebook, ninawainua mbele zako kwa sababu ya ushindi wa Roho Mtakatifu katika maisha yao. Wabariki na kuwatendea mema. Na wote ambao tuko kwa ipata kanisani mali hapa, na nena ya kwamba bariki watumishi wako na kusimama pamoja na wao. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tunaomba, na mtu aseme amen. Haleluya. Bwana Yesu ainuliwe. Ninataka kuleta ujumbe unayesema ya kwamba, na Yesu akawatuma wanafunzi wawili, akawaambia, enendeni mpaka kwenye ile kijiji, mtawapata mwanapunda amefungwa. Sasa mkamfungue na mkamchukue ama mkamlete. Maandiko yanasema ya kwamba, na Yesu akawaambia wanafunzi ya kwamba, na mtu yoyote akiwauliza kuhusu mwanapunda, mwambie Bwana anamhitaji. Haleluya. Bwana anamhitaji. Leo ninataka kuongea maneno mazito sana katika maisha ya mtu, na wewe ninataka tuandamane pamoja na wewe katika jina la Yesu. Leo ninataka kuyasema maneno mali hapa ya kwamba nguvu ya vijiji,
nguvu ya vijiji. Tazama ile kijiji mwanapunda alikuwa amefungwa. Mwanapunda alikuwa amefungwa, hawezi tena. Lakini Bwana Yesu akatuma wanafunzi ili wanafunzi waende wakamfungua yule mwanapunda na wakamletea Bwana Yesu Kristo. Biblia inasema ya kwamba na wanafunzi wawili wakaondoka wakaenda paka kijijini. Walipoenda paka kijijini wakafungua mwanapunda, na watu walipopatana na wao wakawauliza na wakasema Bwana anamhitaji. Leo ninaongea, ninasema ya kwamba maisha yako lazima yafunguliwe. Maisha yako lazima yafunguliwe. Wachawi wa vijijini waliofunga maisha yako lazima wawachilie maisha yako. Maneno machafu yaliyosemwa kinyume cha maisha yako lazima yaondolewe, lazima yaondolewe. Kama mwanapunda Kristo alitumana na punda akafunguliwa, hata wewe leo Bwana atakufungua. Hata wewe leo Bwana atakufungua. Linasema Bwana atakufungua. Linasema Kristo Yesu atakufungua kutoka kwa vijiji viso, kutoka kwa madhabahu ya kwenu, kutoka kwa nguvu za ibilisi. Bwana atakufungua. Yule mwanapunda alifunguliwa. Alipofunguliwa akakuwa huru. Hata wewe utakuwa huru leo. Hata wewe utakuwa huru leo. Ile laana watu walirusha katika maisha yako, hiyo laana itaondolewa. Linasema hiyo laana itaondolewa. Linasema hiyo madhabahu itavunjika. Linasema hiyo laana itaondolewa. Hiyo laana itaondolewa. Kama Bwana Yesu alimfungua mwanapunda, wewe utafunguliwa leo. Wewe utainuliwa leo. Hiyo laana walirusha kwa maisha yako, laana ya umasikini, laana ya magonjwa, laana ya mashetani, laana ya umasikini, laana ya primasona, kila madhabahu iliyoinuliwa kinyume cha maisha yako lazima kiondolewe leo. Lazima kiondolewe leo. Ninatangaza kitaondolewa leo. Hiyo roho alirusha kwa maisha yako, hautawahi endelea, hautawahi siinuliwa. Ninatangaza wataifuta leo. Hiyo roho itafutika leo. Hiyo madhabahu itafutika leo. Ni nani alisema hautaendelea? Ni nani alisema hautafanikiwa? Ni nani alisema utaishi umasikini? Hiyo madhabahu ya mapapu waliyekufa vijijini na wakasema maneno huko tauni, lakini maneno inakufuata. Ninatangaza siku ya leo, hiyo roho itavunjika vunjika. Hiyo roho itavunjika vunjika. Hiyo madhabahu itavunjika vunjika. Mtu wa imani asema haleluya. Mtu wa imani anyoshe mkono juu, aseme roho ya mapapu waliyekufa hawana nafasi kwa maisha yangu. Roho ya mashosho waliyekufa hawana nafasi kwa maisha yangu. Wachomba waliyekufa hawana nafasi kwa maisha yangu. Mashangazi waliyekufa hawana nafasi kwa maisha yangu. Mitomo ya wachawi haina nafasi kwa maisha yangu. Kwa maisha yangu. Mitomo ya wakanga haina nafasi kwa nyumba yangu. Madhabahu ya kishetani haina nafasi kwa jamaa zangu. Ninatangaza leo, kama mwanapunda alifunguliwa, huyo mwanapunda akafunguliwa kutokana na hizo vifungo. Hizo vifungo ulifungwa, utang'olewa ndani yake. Utang'olewa ndani yake. Utang'olewa ndani yake. Utafunguliwa leo. Biblia inaniambia, Bwana Yesu akasema
Na watu wakiuliza, waambie Bwana anamhitaji. Na mimi nawaambia mashetani ya kwamba hawa ni watoto wa Mungu, si watoto wa mashetani, si watoto wa laana. Hiyo laana walirusha kwako, inawarudia wenyewe leo, inawarudia. Ninatangaza mchana wa leo, hiyo madhabahu yao itawakula wenyewe. Hiyo laana yenyewe itawarudia wenyewe. Hiyo laana waliyetuma itawarudia wenyewe. Hizo vifungo walituma itawarudia wenyewe. Hiyo laana ya magonjwa itawarudia wenyewe. Hiyo laana ya umaskini itawarudia wenyewe. Hiyo laana ya kustrakola itawarudia wenyewe. Premature teta itawarudia wenyewe. Maandiko inaniambia Bwana akafungua mwanapunda, akatumana wafungue mwanapunda. Bwana ametumana leo ya kwamba maisha yako yafunguliwe, maisha yako yafunguliwe. Mapapo waliokufa wana nafasi kwa nyumba yako, hawana nafasi. Ninasema na mtu ambaye ananiangalia, ninatangaza ya kwamba hakuna nafasi kwa madhabahu ya kishetani, hakuna nafasi kwa madhabahu ya laana, hakuna nafasi kwa madhabahu ya mapepo, hakuna nafasi. Ninatangaza leo, hizo vifungo zao walifunga, tusijaribu kuinuka. Ninatangaza leo, utainuka tena. Ninarudia nikisema, utaendelea tena. Utaendelea tena. Waliyesema utapata kazi, utafanikiwa. Kazi utaipata, utaendelea vizuri katika jina la Yesu. Ninaomba mtu aseme yes. Haleluya. Unaweza kuta unapata mtu wa Mungu, maisha yake amestruggle paka ameshindwa mbele ni wapi na nyuma ni wapi. Kumbe kuna maroho ziliyetumwa. Kumbe wazee wa vijiji walifatisha maneno, wakasema hata waendelea. Nyosha mkono juu useme, hiyo roho ninairudisha. Hiyo roho ninataka unyoshe mkono ukimaanisha, nataka unyoshe mkono ukimaanisha ya kwamba hizo sauti ya mapepo, hizo sauti za vijijini vinakufuata popote ulienda. Unaondoka tauni ukiwa hauna chochote. Nyosha mkono juu useme, hiyo maroho haina nafasi kwa maisha yangu, haina nafasi kwa maisha yangu. Haleluya. Hiyo roho haina nafasi. Anasema hiyo roho haina nafasi. Kama wewe una sita, mimi najisemea, hiyo roho ya vijiji haina nafasi kwa maisha yangu. Kama wewe hutaki kusema, mimi najisemea, hiyo roho ya vijiji haina nafasi katika maisha yangu. Kama wewe unasema utaita unawaokopa, mimi najisemea, roho ya umasikini katika maisha yangu haitawezekana. Ninaiangusha hiyo madhabahu, ninaiangusha hiyo maroho katika jina la Yesu. Haleluya. Kama mwanapunda alifunguliwa na akawekwa huru, akaenda kwa Jesus. Alipofika kwa Jesus, Yesu Kristo akakalia mwanapunda. Ninamaanisha ya kwamba maisha yako iko mikononi mwa Mungu. Maisha yako iko mikononi mwa Mungu. Leo naweza kuwa unahangaika, lakini kesho mwana wa Mungu ataonekana
katika maisha yako. Roho ya mapepo, nguvu ya michichi. Unajua mtu wa Mungu, nguvu ya michichi usicheze naye. Eti unajua niliota, nilimuona nyanya yangu aliyekufa miaka 10 zilizopita. Niliona amekuja, tumekaa na yeye, tumekula na yeye. Yani pata la ukujua ama pata la ujua ya kwamba maisha yako iko hatarini. Unajifunia, unasema uliota na shosho aliyekufa miaka 10 iliyopita. Ujui ni misimu inakutafuta. Haleluya. Amen. Ujui ni misimu inakukula. Ujui ni misimu inatafuta maisha yako. Unashangilia, unasema hata nisipopendwa nina